Hero, Bwana Yesu asifiwe. Ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nikwambie tu katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ile ya 3 mstari wa 14 mpaka 17, anasema katika hali ya uvuguvugu, moja ya jambo ambalo shetani amefanikiwa sana ni kuwafanya watu wa Mungu wawe na tabia za kiuvuguvugu, wawe na tabia zisizompendeza Kristo, wawe na tabia ambazo hawaondoki kabisa kanisani au hawaondoki kabisa kwenye wokovu, lakini wanakuwa katikati. Wokovu wanaupenda na mambo ya dunia wanayopenda. Lakini kitabu kile cha Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari ule wa 14 mpaka ule wa 16, anasema mstari wa 16 kwa basi kwa sababu ya uvuguvugu wala huu baridi wala huu moto nitakutapika utoke katika kinywa changu. Hakikisha hata kama unaomba sana, hata kama unamwabudu Mungu katika roho na kweli, hata kama ni mhudhuriaji wa kanisani, ni mwenyekiti wa maombi, ni mwenyekiti, ni mshirika, ni mwinjilisti, ni mchungaji, make sure vyote unavyofanya vinaendana na sifa na utukufu mbele za Mungu. Hakikisha vyote vimeokoka vile vile. Hakikisha vyote vimekaa usaidi moja. Kama umeamua kumtafuta Mungu, mtafute kweli. Maana amesema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Hivyo mtafute Mungu katika roho na kweli. Mtumaini yeye wala hata kuacha kamwe. Mimi nina ushuhuda katika maisha yangu. Nilishawahi kuokoka lakini niliteseka sana mpaka ikafika wakati ndipo mimi pamoja na vitu vyangu vyote hususan simu pia zikaja kuokoka, lakini haikunichukua muda mfupi, ilinichukua muda mrefu sana kubadilika. Kwa hiyo ninakuomba hata wewe hakikisha simu yako inaokoka, mazingira, ukiwa peke yako umeokoka, ukiwa kwa wengi umeokoka, ukiwa kila eneo hakikisha umeokoka, matendo yako yanamhubiri Kristo, wokovu wako unafanyika halisia kwa watu na watu wanabarikiwa katika wewe. Mungu wa mbinguni akubariki. Sikiliza hili somo kwa makini zaidi kwamba hakikisha kila kitu kinaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Nasoma andiko kutoka katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 14 mpaka ule wa 16. Maandiko yameandika kusomeka hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo maneno asemaye yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una vuguvugu, wala hu baridi wala hu moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, maneno haya tuliyosikia katika siku ya leo ni maneno ambayo Mungu anasema nawe katika asubuhi ya leo. Na katika mfululizo wa masomo haya ya neno la faraja na neno la maarifa, nipende kusema tu kwamba moja ya mchakato mkubwa au kazi kubwa ambayo shetani amefanikiwa kuifanya kwa wengi ni kuwafanya watu wengi kuwa vuguvugu. Maombi wanataka na dunia wanataka, wokovu wanautaka na dunia wanataka, matendo maovu wanayataka na wokovu wanautaka. Na ni jambo ambalo kibibilia Mungu amesema nitakutapika, kwa sababu Mungu anataka pure. Kama unavyojua goldi lazima ipite katika moto, ichomwe ndipo ing'ae. Ndiyo yalivyo maisha yetu, lazima pia yang'arishwe pande zote mbili. Kama watu wanavyokutazama mtazamo wa nje, na ndani ukawe hivyo hivyo. Make sure unapokuwa peke yako umeokoka, unapokuwa na wengi umeokoka, unapokuwa umekaa sehemu peke yako unayoyafanya yawe yameokoka, na unapokuwa umekaa na wengine unayoyafanya yawe yameokoka. Acha kuigiza, fanya yale ambayo Mungu anayapenda na anataka katika hayo upate kumtukuza yeye. Nipende kutoa ushuhuda tu wa maisha yangu binafsi. Hapo kabla niliteseka sana kwa kweli, lakini namshukuru Mungu sana kwa sababu ni mwaminifu na wa amina na wa uzima na wa milele. Yeye ni mwanzo na mwisho, yeye ni msaada wetu na yeye ni hakika. Ninamtukuza kwa sababu nishawahi kupita katika kipindi kigumu mno. Nilikuwa nimeokoka kwa nje, lakini kwa ndani yangu kwa kweli moyo ulikuwa unauma sana. Niliokoka lakini simu yangu haikuwa imeokoka. Niliokoka kwa nje, nilionekana kweli kwa nje, unasema kweli huyu bwana ni mtakatifu sana. Lakini unapoitazama simu yangu, nilikuwa sina uwezo wa kumpa mtu akaipitia, akaisoma, akaangalia baadhi ya mambo ndani ya simu yangu, yakawa kweli ni vikwazo na yakawa inaniumiza sana. Na Roho Mtakatifu alikuwa
alinikumbusha sana kwamba hapana, kwa sababu kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Kwa hiyo ananikumbusha sana kwamba hapa Bwana hamna, hapa Bwana hamna, lakini nikafanya moyo wangu kuwa mgumu. Ashukuriwe Mungu, baada ya kipindi fulani pia Mungu akanipa uwezesho na nguvu ya kubadilika. Ninapozungumza sasa na wakati huu na nyakati zinazoendelea, ni kwamba nimeamini na nimeendelea kukua katika wokovu, nikiyatoa yale makandokando yote. Na hakikisha na wewe mtazamaji na msikilizaji kwamba simu yako inaokoka, simu yako inaokoka, yani inaokoka kisawasawa. Yani iwe saa ngapi, iwe muda gani, majira gani, simu yako inaweza akachukua mtu yoyote na akasoma kitu chochote katika simu yako. Isiwe na mipaka, yani labda tu unaweka password kwa ajili ya mambo ya msingi kama shughuli za kibiashara ambazo unahisi kabisa mtu anaweza akaangalia, mwisho wa siku akaingiwa na tamaa akaamua kukufanyia uizi. Kwa hiyo kuna mazingira tu hayo kwamba unaweka sababu za kiulinzi zinakuwa ni hizo, lakini hakikisha mtazamo wako, simu yako na kila kitu unachokifanya katika simu yako kiwe kimeokoka, kiwe kinaleta utukufu kwa Mungu, kiwe kinaleta baraka kwa Mungu, kiwe kinaleta neema ya Mungu kuwa kubwa sana katikati ya maisha yako. Pasipo hivyo, ndugu yangu, utahangaika sana, utaomba sana, lakini usipochukua hatua, maombi yatakuwa ni sawa na bure. Usipochukua hatua, maombi hayatakusaidia chochote. Tunahitaji maombi yenye matokeo. Kwa hiyo chukua hatua. Unapomwomba Mungu, hakikisha kwamba unaanza kuchukua hatua, unaanza kuziharibu zile tabia za kigalatia na kuanza kufanyika kuwa kiumbe kipya. Tunasema kweli mwanadamu anaokolewa kwa neema kwa njia ya Kristo Yesu, lakini baada ya kupokea wokovu anahimizwa kuanza kuishi maisha ya wokovu, anahimizwa kuanza kuishi, anawajibika. Itikio lake mbele za Mungu ni kuanza kuishi maisha ya haki, maisha ya kumtafuta yeye Mungu, maisha ya kumtegemea yeye Mungu, maisha ya kumtumainia yeye Mungu aliye msaada wetu na aliye kimbilio letu. Kumbuka maandiko yanaendelea kusema kwamba katika yeye Mungu tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu, na anaendelea kuzungumza kwamba neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote, naye inatufundisha kukataa ubaya, tamaa na anasa na mambo yote ya kidunia, kujifunza utauwa, utakatifu, haki, upendo na uvumilivu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nitaka niseme tu kwamba unapookoka, hakikisha umeokoka kisawasawa. Hakikisha kwamba umeokoka kweli. Hakikisha kwamba unamtegemea Mungu kweli, naye Mungu atanyosha mapito, naye Mungu atakufanya kuwa wake milele. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naitwa mtumishi Howard Maembo. Usisahau, kama unataka share na hinti za namna hii hapa YouTube, subscribe hapo, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.